kwa mwenzetu kuna waka moto, sasa sisi tunapeleka maji wapoze ili wasije wakatulaumu na sisi wakatuita wasaliti. Jamani, habari za mchana, rafiki zangu, wadogo zangu, wanahabari wenzangu. Tupo hapa kama alivyosema Hassan kwa ajili ya jambo moja tu kubwa la kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 Oktoba, Jumamosi hii ya 2021 pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Azam FC, mechi itakayoanza saa 1 kamili usiku. Hii ni mechi yetu ya 4 kwenye msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Tukiwa tumetoka kucheza mechi 3 za ligi ambazo ni asilimia 10 tu ya michezo yote ambayo tunatarajia kucheza kwenye msimu huu. Mechi ziko 30, kwa hiyo tumecheza mechi 3 ambazo ni asilimia 10. Tunashukuru tuna clean sheet safi kabisa na tuna points 9 safi kabisa. Lakini tunakwenda kukutana na wanaume wenzetu. Azam FC ni timu imara, ni timu nzuri, ubora wao huwezi kuuhoji. Hii ni mechi ya kiume hasa. Always Young Africans na Azam wakikutana inakuwa mechi ya kiume kweli kweli. Bila shaka yote tunakwenda kucheza nao na heshima kubwa tukiwapa kama wapinzani wetu wazuri kwa miaka mingi mfululizo. Ni washindani kweli kweli kwenye ligi kuu na wamesajili wachezaji hasa. Ukiangalia aina ya wachezaji wao, juzi nilikuwa naangalia wanacheza na Al Masry kule, wameimarika. Ingawa wamepoteza ule mchezo lakini wameimarika. Unaona the way wanavyocheza, aina ya wachezaji walionao, investment walioifanya. Kwa twende kucheza mechi ya kitoto, tunakwenda kucheza mechi na wanaume wenzetu, lakini sisi tunayo dhamira yetu msimu huu ya kushinda taji la ubingwa wa ligi kuu. Tunataka kushinda ubingwa wetu. Tunataka kuchukua taji la 28. Na ili ushinde ubingwa lazima ushinde mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi. Benchi la ufundi na wachezaji wetu wanalijua hilo. Ukitaka kushinda kombe hiki lazima upate upinzani na ushindane na ushinde kwenye mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi jioni pale kwa Mkapa. Kwa dhamira yetu ya msimu huu tunaamini pamoja na ubora wa kikosi cha Azam ambao nimeusema hapa na ambao hatuna shaka nao, tunaamini mchezo huu utakuwa upande wetu, na kwa kuwa sisi ni wenyeji na kwa ubora wa kikosi chetu, insha Allah tutapata points 3 kwa mipango, maandalizi na kwa haja ya Mwenyezi Mungu mwenyewe vile atakavyopanga. Mpira hauwezi kwenda uwanjani ukiwa unasema mimi nakwenda kushinda mechi ya 100%. Anayesema hivyo ni mtu ambaye hajui chochote kwenye mpira. Yaani ni mbumbumbu wa football. Tunajua tuna kikosi kizuri kweli kweli. Ukiangalia mchezaji mmoja mmoja sisi tumekamilika hasa. Lakini bado hakuna garantia kwamba lazima upate points 3.
mpira huo haupo. Tunayo dhamira ya kushinda, tumejipanga, na wachezaji wetu uzuri wake Mungu amejalia majeruhi yalebaki ni mmoja tu so far, Ambundo. Mustafa kisharejea, Mapinduzi Balama kisharejea, wameungana, kikosi chote kipo hapa, na tumetoka kucheza mechi ya mwisho Songea pale, naendelea kucheza mechi mazoezi kule kambini Avic. Lazima upate mechi fitness. Wakati mwingine kujipa hii muda, unasema umetoka kucheza mechi, ukae muda mrefu, unapoteza focus, unakosa mechi fitness, unakuja unachukua 2, 3, 4, 5 na kwa humo mambo ya kurusha rusha. Kwa sisi tumejipanga na tunaamini kama nilivyosema, points 3 insha Allah zitakwenda Jangwani. Hii mechi ni mechi maalum, na ndio maana tumeita hapa leo. Tunao mpango, nadhani nilisema kwenye kabla, nadhani wakati press gani pale Kaunda, kwamba mechi za Yanga ziwe ni mtoko, iwe outing. Yaani mtu akenda uwanjani kwenye mechi ya Africans anakwenda outing, kama vile mlivyokwenda Coco Beach kula miogo, au mlivyokwenda Elements kucheza disco, au mnapokwenda Tonga Pipeta au sijui wapi kucheza. Basi ni mtoko kamili, ni outing. Kwa tunao mpango, na tunaanza na mechi na Azam, zile mechi ambazo sisi ni wenyeji. Tutaweka pale burudani za aina tofauti tofauti nyingi, zikiwemo mziki wetu ambao sasa hivi uko juu wa Bongo Flava. Kesho na kesho kutwa tutakuwa tuna update wasanii ambao watatumbuiza. Ni kama vile unavyoona wiki ya Mwananchi. Yaani mechi, unajua mpirani kule wenzetu Europe au nchi zilizoendelea haishii kwenye mpira tu dakika 90. Kunakuwa na entertainments nyingi zinazokufanya mtu uone raha kwenda uwanjani. Hivi ndivyo Yanga ambavyo nataka kutambulisha mambo yake msimu huu. Huwezi kwenda uwanjani pale watu wamenuna, wanasubiri dakika 90, na bahati mbaya mshanuna, mnaingia mnapigwa 3 labda, mfano. Unaumia zaidi, lakini angalau kwa burudani basi utaumia hili, lakini hili litakufariji. Ndivyo wenzetu wanavyofanya, na sisi tutaanza Jumamosi, na kama nilivyowaambia tuta update wasanii ambao watatupa burudani. Viingilio vya mechi hiyo 5,000 mzunguko, VIP B 10,000, 15,000 VIP A. Na tiketi zitaanza kuuzwa mapema. Safari hii tutaweka road show, tutakwenda kufanya promotion kwenye ni mechi kubwa hii. Hii ndio dabi ya Dar es Salaam. Hii ndiyo dabi rasmi ya Dar es Salaam. Sio mechi ya mchezo. Na ukinambia mimi mshindani mkuu wa Yanga kwenye ligi kuu ya safarini Azam FC, kwa ubora kikosi chao naangalia, mimi sio kocha, na mimi mpira najua, nimeufanyia kazi miaka mingi. Baya zuri naliona, ile pale zuri, ile pale baya najua, nimeuishi mpira. Kwa mimi ukinambia competent halisi wa Dar es Salaam Africans kwenye ligi ya safari ni Azam. Kwa hiyo ni mechi ya kiume hasa. Tusichukulie poa Azam, lakini na wao wasituchukulie poa. Heshima tunaowapa sio ya kuigiza, lakini tunamaanisha tunawaheshimu kama club nzuri ilo invest. Lakini Yanga usichukulie poa. Yanga safari ni kitu kingine. Una Bangala cheki. Yannick. Guys, una Alhaji Mwamba pale Khalid. Unahitaji nini wewe? Unapata wapi combination ya mido kama hizo? Hapo sijamzungumzia
Si mnamjua? Ndugu zangu, mnamjua? Kwa hiyo tuko serious na ubingwa, na ile returns of the champions ndio slogan kuu kwenye ligi ya safari hii. Tunaendelea nayo. Kokote pale unapozungumzia Yanga kwenye msimu huu, tunataka kikombe chetu. Sisi ndio mabingwa wa kihistoria wa taifa hili. Mara 27. Mara 27 guys. Sizungumze vitu tu kama umelewa. Mtu asemi mkubwa, timu yangu kubwa, wapi? Ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa wa club unapimwa kwa mataji kwanza. Tunaposema Real Madrid ndio club kubwa duniani kupita klabu yoyote, ndio club kubwa kwa sababu wanaangalia trophies walizokuwa nazo. Nadil Ahli wanaposema ndio club kubwa Afrika kupita klabu yote, wanaangalia kabatini brother. Hawaangalii porojo za kusema tu mimi mkubwa wakati mataji una viduchu. Ahli, Nadil Ahli wanaitwa wale. Yanga ina mataji ya ligi kuu 27. Sijazungumzia yale ya Tanzania nzima, yale yalikuwa ni ligi ya Muungano. Sijazungumzia na mataji mengine, yani jumla mataji yote ya Yanga yanafika 200 hivi. Hii tena tunazungumzia baada ya uhuru. Huko wakati wanacheza kina mzee Kondo Kipwata nyuma huko kina Captain Malik huko, tulikuwa na mataji mengine ya hatari mengi mno. Yanga ni mtu anakaa anazungumza kuna klabu kubwa nchi kama Yanga. Juzi tumeenda Songea, nchi ile mji umesimama. Mji mzima kweli. Mimi nimesafiri kwenda Songea na klabu nyingine, nimeona, nimesafiri, nimekwenda Bukoba na klabu nyingine. Nakwambieni through my experience, Yanga ni kitu kingine ndugu zangu. Muisikie hivyo hivyo. Mimi nilikuwa maarufu, lakini umaarufu wangu umeongezeka mara milioni toka nimeingia Yanga. Juzi nimeona trafiki moja maskini ya Mungu, mahaba yake kwa Afrika kapiga sauti, usimtetee matatizo na IGP Siro. Mahaba. Yanga sio kitu cha mchezo jamani. Tunaimba tu Yanga, tunaichukulia poa. Hii inatokea, kuna wakati inatokea kama vile ulivyoona Ahli wana mataji nadhani 9 kama sikosei ya Afrika peke yake. Lakini walikaa miaka fulani hawakushinda hicho kikombe. Even Real Madrid wana mataji mangapi ya ubingwa wa Ulaya? Lakini hata sasa sio wao bingwa mtetezi. Na kuna miaka hajashinda ubingwa. Inatokea, ndo mpira ulivyo. Liverpool walikaa miaka zaidi ya 20 na 30 si kama 20 na ngapi? Mara mwisho walichukua 1990 hapo, watu wengi hamjaja duniani hapo. Wakaja wakashinda na wamerudisha hadhi yao. Juzi sinaona mtu kwa 5. Hapo wenzetu kwa unafungwa 5 wala hamna kusalitiana. Kule mnamaliza mechi, wa hadha assalamu alaikum, kila mtu asema bwana tumefungwa. Yani mpira huu, unajua ngoja niwaambie kitu. Na hii hata tena hii nasema na wana Yanga wenzangu. Pamoja na ubora tunaotamba nao wa kikosi chetu, lazima kuna siku tutafungwa. Purely that's the football. Hata uwe vipi. Yani sisi hapa tunabangala, sisi tuna mwamie tu, wote wale. Lakini ipo siku, aidha kwa ubora wa wapinzani wetu siku hiyo, au kwa sababu nyingine yoyote ile, wachezaji wetu hawajaamka vizuri, mechi imekataa, mmeenda kucheza kwenye uwanja labda plani ya mwalimu haikuwa, inafungwa. Huu ndo mpira. Na tuanze kuanza kujiandaa. Yani ukiwa mwana Yanga halisi na unashabikia mpira, unashabikia klabu hii, lazima ujue kuna siku timu yako itapoteza. Tusiwe kama wenzetu ambao wakifungwa tu wamesalitiana. Hakuna mpira wa hivyo. Haupo mpira wa hivyo. Hiyo ndazimu huo. Unakuwa kiongozi wa mpira au mshabiki wa mpira, yani unapata wapi legitimacy ya kuongea mambo kama vile timu yako wewe ni bora kuliko
wale the Giants of Brazil 1970, Pele, Jairzinho, Carlos Alberto Pereira. Wao unawafikia wale na walifungwa. Wao unafikia the dream team kama Barcelona ya 1992, Risto Stoichkov, George Hagi, Romario de Souza, wote ni left footer. Bakero, Pep Guardiola wamefungwa. Wewe timu yako ina nani wewe? Ni watu vipi nyinyi mnazungumza maneno ya hayawani? Sisi tunapata uongozi, tunapewa dhamana ya kuongoza mpira, ya kuongoza clubs hizi kubwa, halafu tunaaminishana kwamba timu zetu hazistahili kufungwa. Wana Yanga chonde akili ondoni. Hiyo ni akili ya kimatope. Nasema hata tumlete Messi acheze kule mbele na kina Mayele, nyuma yao au mbele yao Ronaldo, ipo siku pale tutafungwa. That's the football. Hii lazima tuanze kujijenga kisaikolojia hii. Yaani iwepo. Hakuna timu itakufungwa, lakini ndo mpira. Ndo mpira. Mwaka 1999 mimi nafanya marejeo makubwa ya kimpira. Manchester United ilishinda makombe matatu, ngumu sana kwa Uingereza kutokea. Walishinda FA, wakashinda wakachukua ndani kwa Barclays Premier League kama sikosei, wakashinda na Champions League. Hey. Oh, subhanallah. Wakaingia ngao jamii. Kilichowakuta kwenye zile Super Cup ngao jamii wakaenda ilikuwa balaa tupu. Ligi iliyofuata pachuru. Mungu nisaidie. Young Africans hii Yanga. Hakuna mimi katika kukua kwangu. Achana hizo walizocheza wazee wangu ambazo hizo sikuziona. Mimi katika kizazi kukua kwangu niliwahi kuiona Yanga bora sana 1983 nikiwa mdogo kwenda pale Taifa. Pale katikati alikuwa anacheza Asman Juma Chama na Isia Kasa. Double center. Huku Yusuf Ismail Bana, huku Ahmed Amasha. Goalkeeper Miskinyi. Midfield Charles Boniface Mkwasa na Juma General Mkambi. Omari Hussein anaanza na Husseinidi. Pale anacheza Bedi Mziba na Juma Makumbi Juma. Utoki. Simba hiyo alitoka zake Brazili kwenda kujiandaa kuja na Yanga, kaja pale kwa Mkapa wakati wanaita Taifa kama alichofanywa juzi, ndio kumtokea hivyo. Hizo Yanga ile ilikuwa atoki mtu. Mechi ya mwisho tumechukua ubingwa wa Muungano, tumefunga Small Simba goli 4-1. Mkwasa mwaka ule ndio alikuwa mchezaji bora wa msimu. Mechi ile alifunga hat-trick 4-1. Hat-trick master kafunga. Charles Boniface Mkwasa. Pale tukaingia na ubora wa kikosi ule. Wakaongezeka tu wachezaji wachache. Kwenye Eastern Central hatukufanya vizuri. Kwenye ligi ya klabu bingwa Afrika tukatolewa. Ligi ya na ubora ule. Mkwasa yule, Makumbi Juma yule, Amasha yule. Tulionyeshwa mpaka na CDA. Ndio kwanza alikuwa mpanda ligi kuu. That's the football. Naka unaamini wewe huna Messi, huna Ronaldo, timu yako isifungwe kwa nini? Una nani wewe? Nani? Ndaba. Hebu tuwe serious jamani. Tuwe serious. Tunaupeleka, unajua mimi naogopa kizazi hiki kitaaminishwa ujinga hiki. Chao watoto wanaokuwa wataamini kumbe ukiwa timu fulani, ukiwa Yanga utakiwa ufungwe. Hapana. Mimi kusema kweli naheshimu sana kitu kimoja nilichokipata kutoka kwa Yanga. Washabiki wa Yanga hawajioni miungu watu. Sio washabiki. Washabiki hata wa Simba hawana shida huko, au Azam au Coast. Yaani viongozi nakuzungumzia. Hawajioni miungu watu. Wanakubali nadhari za kimpira. Wanazikubali. Yaani huku nimejifunza kitu kipya kwamba huku mpira unazungumzwa tu kwamba tutafungwa, unaweza tukashinda.
Hakuna huku nadhari za kusalitiana. Wewe ukiona kila timu inapofungwa wamesalitiana, kuna kitu wanakificha nyuma pazia. Shinda sisi tumefungwa hapa finali FA. Nimesikia kuna usaliti. Hebu pateni picha na kuombeni swali moja tu. Nendeni mkajiulize. Kuna mchezaji wetu alipo red card, si mnamjua? Ile mechi ya finali FA. Hamjui? Mugoko, si ndio? Rafu ile katika hali ya kawaida ingetokea angefanya mchezaji wa upande wa pili kwa mchezaji wetu kwa staili ile ya rafu, wallahi ule mchezaji angetolewa kafara mchana. Angetolewa kafara, angeonekana kasaliti. Shekhe, Yanga ni msemo kwako kalaumiwa. Watu wamerudi wamekuta matako, wametufunga basi twendeni. Wamekuja juzi kwenye ligi tumafende tu kule chali. Ndio mpira, timing tu. Unakaa unasema tumesalitiana. Hii leo nalikemea kwa sababu naona linaachwa. Halizungumzwi katika ubora wake. Linaachwa na linazoeleka, sasa linamea katika mpira wa Tanzania kwamba timu hazifungwi isipokuwa zimesalitiana. Hii wapi nimepata mambo haya? Na nimsikie mtu siku hahitaji mtu wa Yanga kahusika na jambo lolote usaiti. Nimsikie mtu atanijua mimi nani. Nakwambia atanijua mimi nani. Tuwezi kuendesha mpira kusalitiana. Sisi tunasajili wachezaji, mnatamba wenyewe, sisi tuna kikosi kikubwa. Jamani, nyinyi mlisikia hapa sasa pre-season yetu ikawa nalaumiwa. Tukawa tunaambiwa si pre-season tumeenda kucheza tu Morocco. Na kweli sisi watu kupata pre-season nzuri. Corona iliathiri wachezaji wetu. It's true. Hatuna shida haya. Tumetolewa. Sasa timu imeimarika. Wote nyinyi mmeimarika, sisi tumeimarika. Tulipokutana ikawaje? Niwaambie ndugu zangu, nisiwachoshe sana, nimetaka nilisema hivi maksudi bila kuingilia maisha binafsi ya watu, na nimekemea jambo la kimpira ambalo mimi linanikera kwa sababu na mimi mwenyewe ilishanitokea mara kadhaa. Mambo ya hovyo nazungumzwa, mambo ya hovyo tu. Wachezaji kadhaa wameathirika na hili jambo kiakili. Wengine walitamkwa kwenye maredio, kwenye ma-TV. Huyu mchezaji ndani akiondoka anaondoka na kitu gani kifuani? Yanga uzuri wake, wakisema no. Yanga hawana mambo ya hii chupli sio mchezaji kasali. Akwambie wewe utoke hapa, unaotoka. Yanga aliwahi kufukuza timu nzima. Na babangu akiwemo. Timu nzima. Tena sio timu. Jamani. Mie sisemi kwa sababu yule babangu, ulizeni kuhusu Sande Manara. Yule mtu kwa ajili mpira. Hawa labda mara 100 yake. Au mara 1000. Walifukuza, hawakujali Sembuli, Dilunga, Sande, Kapera, Tenga huu alikuwa mwenyekiti wao. Wote na viongozi, marehemu mzee Mangaratabu walikuwa na heshima kubwa mjini. Mwenyekiti wa Yanga alafu anaongoza ile zamani naita sijui Tanzania Press kwa kitu gani ile mambo ya uchapaji. Director general, yani sio mtu mdogo. Na timu yake wakaenda wakafungua pani. Hawakucheza. Lakini nyinyi mnaitana wasaliti bado humo. Nyinyi shughuli wasaliti bado humo. Leo nasikia masikio Jamani, nawashukuru sana, tukutane. Tuna kitu tunataka kufanya. Kuna issue ya promotion ya mechi hii. Tutakupitia social media zetu. Kuanzia leo tutakuwa tunatoa zawadi kila siku mpaka siku ya Ijumaa za tickets na jezi. Na nimwambia wenzangu kwenye idara, lazima tuinspire sasa washabiki wapya. Mimi sina shida, watu wa Yanga wapo. Yanga ukiacha zile takwimu za zotolewa kule Voice of la lini hii za milioni 40, Yanga ina washabiki kweli
wanaojulikana kwa data wasiopungua. Maana sisi tuzifanya chupli milioni 40 na masi ndo nchi nzima. Lakini kwa Tanzania sisi tupungui milioni 20 mpaka 25. Hao wapo. Kwa hiyo tunahangaika na kuna kundi la watu ambalo lenyewe halijafanya maamuzi ya kwenda kwa mshabiki wa either Azam au Coast au Young Africans. Wapo watu bado mpaka leo. Hawa lazima tutengeneze strategic plan, tena rolling. Rolling unajua maana yake? Endelevu. Yaani rolling strategic plan ya kuwin masa ambayo yenyewe iko. Kwa hiyo moja zawadi tutakazozitoa tunajielekeza kwa inspire, kuvutia washabiki wapya ambao watakuja kuisupport club hii. Hii ndio club ya watu, People's Club.